mahusiano sasa? Hamna. Usiogope, hii interview hizo kutazama obvious. Sina mahusiano. Sasa bado utakuwa na wivu. Sema upo kwenye mahusiano. Actually okay, na mahusiano lakini sijui yanahusiana na nini. Yaani ni hayako rasmi, yani yapo kama hayapo. Yaani sijui unanielewa nikikwambia hivyo? Ushawahi kuwa kwenye mahusiano ambao hujui yanahusiana na nini? Ndio hiyo stage ambayo niko nayo mimi. Yaani sijui mahusiano yangu yanahusiana na nini until now. Sasa tutoke huko. Wewe kama nilivyosema hapo awali, wewe ni mwigizaji mzuri sana kwa namna ambavyo mimi nimefuatilia, na sasa hivi unafanya vizuri kwenye 7 Keys. Character yako pia imenivutia, mwanafunzi ambaye una date na lecture, yes, lakini pia lengo lako ni ili upate majibu na vitu kama hivyo. Wakati unapewa hiyo character ulipokeaje? Nini ambacho ulifikiria ama vitu gani ambavyo uliviwaza? Kwanza hii kata ambayo unacheza ilikuwa ni ya mtu mwingine. Yaani mimi nilikuwa nimepewa kata nyingine kabisa pale chuoni. Lakini baadaye Abi akaniambia hamna ati hapa wewe ndo unafiti. Yaani kila nikiangalia, unajua producer na mwandishi waga script waga inamtaka mtu, lakini wewe ukamtaka tu mtu, huyu atacheza hapa. Lakini mwandishi ndo waga anaandika, alafu ile script ndo inamchagua mtu, inamtaka kwamba hapa atacheza huyu, hapa atacheza huyu. Kwa Abi akaniambia hapana, wewe itabidi ucheze hii scene hapa, ucheze hii character kama ya T. Na nielewa kwa sababu wewe naona kabisa ndo unafit, yani the way ulivyo hivyo, yani unaendana kabisa, ni utafit kwenye hii sehemu ambayo nitakuweka. Nikamwambia Abi, why? Yani kwa nini? Akaniambia no, ni the way to you. Yani unapendeza, yani wewe niamini mimi. Nikamwambia basi sawa. Akatuma script ya siku. Nikasoma. Nimesoma script nikaona naweza na fit hapa. Naweza nikakaa. Mama okay, yani hivyo. Kwa nikampigia tu kiongozi, hapa naua. Akaniambia quality, nikamwambia yes, hapa naua. Hivyo kwa tukaanza kushoot 7 Keys. I thought tulianzia Yachi. Tukaenda Yachi, tumetoka Yachi ndo tukarudi chuo. Hivyo. Maisha ya chuo kuna namna ina relate na maisha yako wewe labda ya shule kipindi hicho? Somehow kama kuna hiyo mimi na BFF wangu hiyo piga umbea hiyo. Mimi mwenyewe na BFF wangu shuleni tulikuwa lazima tutete, yani wewe vipi, yani unajua zile mambo ya shule. Kuna vitu vitu vichache vinashabiana, lakini ile swala la kudate na lecture shuleni sijawahi jamani. Kudate na mwalimu? Sijawahi kudate na mwalimu. Watazami kama nilivyosema. Sawa, lakini ndo sijawahi. Yes. Unadhani chuo hayo maisha yapo ya wanafunzi kudate na ma lectures kwa ajili ya kupata either majibu na vitu kama hivyo? Of course yes. Ndio maana tupo tunavicheza. Ni kitu ambacho kinachezwa, ni kitu ambacho kipo. Na nielewa sijui. Watu wengi, mimi mwenyewe na evidence ya rafiki yangu alikuwa na date chuo na lecture ili apawe majibu. Kwa mimi ni kama tu nimemvaa rafiki yangu. Yani kama anacheza maisha yake. Hiyo inatokeaga. Ipo. Wapo wanafunzi wengi wana date na walimu ili wapewe majibu. Kuna wengine wana date kwa sababu wanapendana. Mwalimu pia naye ana feelings. Safu anachosi watu wazima jamani. Japokuwa sio salama sana lakini it's normal. Nadhani ni sahihi kwa mwanafunzi kudate na lecture yake? Sio sahihi. Kwanza haiwezi kuwa sahihi. Unanielewa? Japokuwa wapo watu ambao wanafanya hivyo. Lakini sio sahihi hata kidogo. When it comes about kusoma, unajua kuna scene moja nilicheza, Kipala nilikuta na Richard Daniel tumesimama. Kipala ni mbea wa chuoni. Kama mbea kichuoni anajua mataarifa yote ya mule chuoni. Yaani anajua lecture Maina ana date na Kai, anajua mimi na date na Sir Daniel, Martha pia ana date na Sir Daniel, sijui unanielewa. Kwa hiyo alitukuta kwenye ile scene akamwambia actually tumemaliza kuongea, akaomba hela. Mimi nikakataliwa asipewe, lakini lecture akamwambia huyu tusipompa ataenda kulopoka. Hasa ile lecture kaondoka, tukabakia mimi na Kipala. Unanielewa sijui? Kipala aliongea kauli moja akasema hivi, mnaletwa chuoni msome, mnaendekeza mapenzi. This is game of love. Unanielewa sijui? Yes. Chuoni unapelekwa ili usome. Kuna watu wametokea kwenye maisha ya chini jamani. Wazazi wao wanawategemea kwamba waende vyuo ndio waje wawasaidie wazazi wao. Kusoma ni kupambania future yako. Ukipewa majibu hakuna kitu ambacho utapata. Unanielewa sijui? Ukisoma utaweza hata kesho ukaajiriwa, ukapata kazi nzuri na ukaitendea haki hiyo kazi yako. Lakini ukipewa majibu utafaulu na ukifika kazini utaharibu. Kwa sababu hakuna kitu ambacho utakuwa unajua. Kila kitu ulikuwa ushasomewa nyuma.
Unanielewa? Kwa mfano mimi nanisomeaga lecture Daniel, si ndio, ananipa majibu. Kwa sijui chochote, yani hata ukiniuliza ile jibu nimejibu vipi hapa sijui. Unanielewa sijui? Kwa hiyo kuna umuhimu wa mwanafunzi kusoma kuliko kuendekeza mapenzi chuoni au shuleni. Naweza nikasema hivyo. Sini gani ilikuwa ngumu sana kwa kwenye tamthilia 7 Keys? Sini ilikuwa ngumu. Ni ile ya mimi na lecture Daniel tuko kitandani ndio tumeweza kufanya mambo yetu yale. Afu lecture ananiambia unajua ungekuwa mkali hivi darasani wewe. Ungekuwa mbaya sana. Unajua zile. Hiyo sini tulirudia almost sijui mara ngapi. Kwa sababu nilikuwa naogopa ile kukiss, unajua ile. Kule naona hasa Bia ananiambia mbona unaogopa? Hapa hii ni movie. Why? Sasa nikitaka kumkiss naweza kufikiria jamani, you know. Hata kama mahusiano yangu sijui anahusiana na nini, bampenzi akiona itakuwaje? Nimeachika mimi you know. Akaniambia bwana hamna, yeye mwenyewe tayari tu kama hapa tunafanya kazi. Kwa hiyo naweza nikasema ilikuwa ni scene yangu ngumu kwa sababu pia mazingira yake kitandani, afu kuja ukiangalia pia tamthilia anaangalia watu wengi, ndugu zako, dada zako, afu pale you know. Nadhani unanielewa lakini ninachokuambia. Yes. Kuna comment moja niliona watu walikuwa wanajaribu kuicompare tamthilia lecture 7 Keys kwa mazingira ya shule na tamthilia ya Mem kwa ya kina Steve Mweusi. Wanasema mbona kama mazingira yale yale. Kuna namna hiyo mmekutana nayo hizo comment labda? Hizo comment lazima zitakuwepo kwa sababu si yote ya shule. Lakini kina Steve hata ukija kuangalia story jamani. You know. Nigeria mbona wanacheza watu wengi wamevaa nguo za shule? Ni kwamba wanaingiliana? Hapana, ni kila mtu anakuwa na kitu chake na kila mtu anafanya kitu chake. Mimi naweza kusema kwa 7 Keys iko tofauti sana na Mem kwa sababu moja. Ile ni comedian. 7 Keys wote wanacheza vitu serious, you know. Unanielewa? Kule hamna vitu vya kurukaruka. Kule unapewa script, unaishi ndani ya script, unasoma script, unaelewa script. Unajua ni nani. Huku kwenye nimeangalia kama episode 1-2. Pia sikuielewa story na ndio maana nimeacha kuangalia. Ndio maana nimekwambia nimeangalia episode 1-2. Mimi napendaga sana kazi za sisi wa Tanzania. Nilipenda pia nilivyoona Steve Mweusi kafanya kitu kama kile, ni kitu kikubwa, ka invest a lot kwa wasanii ma producer wanajua. Lakini nilivyoona tu kwamba sasa ni Mem kwa okay, story ni ipi? Sikuona story kana okay. Lakini ukija kwenye 7 Keys unaona kabisa kwamba ni hapa, ni huyu na huyu, huyu na huyu alifikia hapa, huyu akaenda hapa. Unanielewa? Hizo ni tofauti mbili naweza nikakupa. Yes. Kifupi story ya Mem kwa haukuelewa kabisa, hakuna story. Sijajua kama kuna story. Mimi upande wangu sijaona story. Lakini pengine ipo story labda kwa sababu sijaendelea kufuatilia au hivyo. Lakini ilivyoanza tu maana story ni si inavyoanza ndio unajua unaanza kufuatilia hapa huyu hivyo. Hata ilivyoanza mimi naona tu ni watu wako darasani, huyu kawa hivi, yani unanielewa sijui. Yeah, kwa hiyo nikaona mara huyu kaja kaimba, yani huyo hivi sijui unanielewa. Sasa unaona okay, kuona ni comedian tu kama unaona comedian wamekuwa wengi, labda na watu wa mjini wamekuwa wengi hivyo. Lakini kwenye story hatushabiani kwa kweli, hapo mimi nitakataa. Labda tumeshabiana hizo tungo za shule sare. 10% unaipa asilimia ngapi tamthilia ya Mem kwenye story labda ile aina ambavyo wao wamefanya? Kwa asilimia Steve kaua kiukweli, kajitahidi. Maana hata lile wazo tu la kusema mpaka kafika pale kachukua watu kawashonea watu sare karibuni wote wale. Ni kitu kafanya. You know. Kwa mimi naweza nikampa tu asilimia zote ila arekebishe tu, yani atupe story. Anafanya kitu kizuri, I appreciate. Unajua mtu bwana ukiona anafanya kitu kizuri mpe maua yake. You know. Anafanya kitu kizuri na ana appreciate lakini story hana. Unasema? Hana story. Steve Mweusi hana? Steve Mweusi story yake jamani mimi sijaielewa, labda kama kuna wengine wameielewa. Script ile kila mtu anaongea kivyake. Au umeona kuna mtu pale yuko na mwenzake. Sasa ndio hivyo, kila mtu anaongea kivyake, kila mtu yani yuko hivyo. Lakini Steve anafanya kazi nzuri jamani, msije mkanigombanisha na Steve tafadhali, akaninyima siri msanii mimi. Story hana. Story hana. Kweli useme. Afu mchonganishe. Unasema? Story hana. Na wewe mchonganishe. Afu nishakuona hata kugombanisha na Steve. Wewe shida yako ni kugombanisha na Steve. Steve kazi yake nzuri jamani. Story unasema hana. Steve story hana bwana, tuongeeni ukweli. Mimi kwenye ukweli naongeaga ukweli. Steve story hana. Lakini kazi yake ni nzuri. Ana invest kwenye kuinvest, invest na story.
Yaani pale anatakiwa yeye auwe mastori makali, unajua ile. Kama umeshaweza kuinvest vile, umepata chuo, umepata watu. Hivyo unajua cha kwanza kwenye story ni watu. Hasa kama watu unachuna nini kuweka story nzuri ukaua Steve? Unanielewa? Yaani yeye akiacha kugombana na Kramo Vivo, hizo nguvu hizo za kujibishana na Kramo mtandaoni, akaweka kwenye story akanyosha hivi. Steve ni mbaya. Mimi nakwambia, mimi mwenyewe ni shabiki wa Steve namba 1. Na appreciate. Ni pesa kiasi gani uliwahi kuonga ikakushtuka? Nikahongwa. Mimi kwa kweli kuongoga ni changamoto kidogo. Unajua mimi ni mwanamke mpambanaji. Mimi sina bahati ya kuongwa. Mimi natafuta hela zangu mwenyewe. Ndio maana nati Homeland hapo Sinza madukani. Napika mimi, nauza vinywaji mimi, dada usinione usije kaniona mimi sijui sister du hapa. Napambana na majiko ndugu wangu. Kwa sababu sio kila mtu ana bahati ya kupewa. Si wengine tuna nyota za kazi, tujikite kwenye biashara, tufanye biashara tupate hela. Ila kuongo ndio maana nimefikiria hivi kuongo kweli. Hamna, sijawahi kuongwa. Kupewa hela. Kwanza uko unafanya nini unapewa hela? Hivi unajua mimi najiuliza sana hili swali. Unakuta mtu sijui boyfriend wangu jamani kaninunulia gari, boyfriend wangu sijui kaniletea. Unaweza wewe huyo boyfriend unawatoaga wapi? Mbona sisi wengine hatuwapati wa boyfriend? Tukiwapata ndio wao kutupiga matukio. Aya nyoa kuwapa magari mnawatoa wapi? Tupeane hizo tips wanawake wenzangu kwa kweli. Maana wanawake na wenyewe ni wasili sana. Mnafanya nini jamani mpaka mnaongwa? Hilo ndio swali langu. Mbona jana nani watu wameshtushwa kile ambacho alikisema Irene Uwoya alisema kuwa aliongwa milioni 600 na hakushtuka. Wewe kuweza. Nilishtuka kwa kweli hilo swala. Unashtuka vipi kushtuka? Mimi hapa sijai kuongwa. Unionge hata milioni 50 10 vipi? Nitaluka nitakubeba na kuna kama babangu mzazi. Umetokea wapi kwanza? Milioni 10, 20, 30, 100. We. Bwana nitafurahi hiyo siku. Sema Irene, dada yetu yule kavuka vile vitu sio shida zake. Irene unamwona kishua yule. Vile vitu kaishashi navyo sana. Kaishacheza sana hizo hela. Ila mimi binafsi milioni 600 hii hapa. Nazimia kwanza, naamka. Najiuliza sasa za kwangu kweli ndio bebe nimekupa nazimia tena. Wewe milioni 600 mchezo. Sio mchezo babangu, hapana tusikieni tu hivyo milioni 600 kwa mtu. Ila wewe hapa mimi usije ukaleta hata kwa bahati mbaya. Maana naweza ngachanganyikiwa siku hiyo. Sawa, tupige story nyingi sana. Lolote la kumalizia kwa mashabiki zako na lipi la kuambia? Mashabiki zangu mimi nawapenda sana. Waendelee kutusupport, waendelee kufuatilia maana bila wao sisi ni hatutoboi. Yaani bila wao kiukweli, yaani bila mashabiki tu nisiwe mnafiki. So producer so msanii, hakuna mtu anayetoboa. Kwa hiyo mimi nawapenda sana, waendelee kutusupport, waendelee kufuatilia kazi zetu. Kitu kingine, maproducer jamani walipe wasanii. Malizia. Producer walipe wasanii. Baadhi ya maproducer walipe wasanii, lakini wengi wao hawalipi wasanii. Maproducer mlipe wasanii. Sasa sisi ma YouTuber tunajua wanapata hela jamani, si ndio YouTube inaingiza hela. Sasa kwa nini wasanii si muda mwingine atupewi? Tupewe na sisi tuwe tuna Sasa kabla kufanya kazi naamini wewe mna makubaliano. Inakuwaje unafanya kazi na producer afu hakulipi pesa? Maproducer wengi na tabia hivi. Anaweza kanifuata mimi akaniambia tie na kazi yangu 1 2 3. Lakini kwenye hii kazi yangu mimi ndo labda naanza na nielewa. Kwa hiyo pia kuna baadhi tu ya wasanii ambao watakuwepo, lakini kwa sasa hivi nilikuwa naomba kama tusaidizane. Unaona kama support yako, kama tusaidizane tu unisaidie. Lakini hapo mbeleni vitu vikiwa vizuri, tutafanya nini? Tutalipana, which is sio kitu kibaya. Kwenye kuomba kuna kukubaliwa na kukataliwa, si ndio? Mimi kama msanii siwezi kukataliwa producer umekuja kuniambia kitu kama hicho. Napenda sana, si ndio? Si ndio kazi yangu. Yes, naamini kama nikishapambana tukifanya hii kazi kwa pamoja, tutapata hela, si ndio? Wote. Unanielewa sijui? Sasa tatizo linakuja hivi. Okay sawa, labda mimi nimeshakubali kufanya kazi yako. Nimekuja labda kambini kwako ndo hapa, nimekaa, si ndio? Nimekubali kufanya kazi yako bila hata shilingi 100. Unanielewa? Lakini wewe sio kwamba wewe huingizi 100, wewe unapata ujue. Kila mwisho wa mwezi unaenda kuchukua hela ujue. Ila mimi ndo naifanya kazi yako bure ujue. Kwa hiyo kama nakuja kufanya kazi yako bure, kwanza natakiwa tu kitu kimoja. Okay, nimekuja nimefanya labda mwezi wa kwanza umepita. Mwezi wa pili nimeona kabisa vitu vimefunguka kweli, Mungu inshallah. Tulichokiomba kweli kimetimia. Unanielewa? Mwezi wa 3 unaona mimi kama msanii wako I deserve kukaa tu yani hivyo without any payment. Unanielewa sijui? Naona tajiri, mbona mara ya kwanza tuliongea kwamba vitu vikiwa fresh Kinyamwezi, mbona sasa hivi kama vile tajiri tena ameanza kuingia
huku miteni simuelewi. Unavunga labda mwezi wa 4 wa 5. Unaona tena mtu anaingia huko. Yaani hapo ndo anavozidi sasa kukushusha tena thamani. Si ushakaa, ushafanya kazi yake, ushaonekana kwake anaingiza hela. Wewe hapo una hata 100 brother. Unanielewa? Pengine kwa mfano sisi tunaenda kushuti mbali huko, unafunga ofisi muda mwingine. Hivi si unanielewa? Mimi kuna kipindi kuna kazi ya producer mmoja nusu nipotezee kazi yangu ya maisha kabisa. Yaani hivyo tu nilimwamini producer akaniambia, "Njoo shoot sijui na nini." Kweli nikaenda kampeni kwake nikashoot na sikulipa almost miezi 6. Ofisini kwangu, unajua ofisi ukimkabidhi mtu nimeacha watu wana run ofisi ndio, pale home rent madukani. Lakini mwenye ofisi ni mwenye ofisi, na nielewa sijui. Mwisho wa siku mimi mtaji wangu wote umetaka kufa kwa ajili ya kufanya kazi ya mtu, si ndio? Nikiamini huyo mtu siku moja labda anaweza kanizingatia kwa 1 2 3, si ndio? Huyo mtu mwisho wa siku labda unakuja kumuelezea kwamba mimi naona kama kule ofisini kwangu vitu haviendi ndivyo sivyo. Na ukiangalia huu ni mwezi wa 5 nimekaa hapa. Na nikiwa sina hata 100 na kila siku nitakula, muda mwingine hutaki kula chakula cha kambini, huwezi kuwa unakula ugali kabichi kila siku au ugali maharage kila siku. Kuna muda sisi tutapika chips. Unanielewa sijui. Kwa mfano mimi kuna muda natoa hata kila changu nanunua pilau, sijui nini tunapika na wanakambi wenzangu tunakula kama familia. Unakuja kumwambia mtu. Hapo sikashafanikiwa kwenye jambo lake, kashakutumia wewe kwenye jambo lake, kaondoka. Unakuja kumwambia mimi ofisi yangu 1 2 3. Labda kuna vitu vijakaa sawa kabisa tangu nimekaa huko. Basi mimi nilikuwa naomba unipangie siku ambazo nitakuwa na shoot sini zangu, niwe nakuja kushoot. Ili siku ambazo hatushoot, niwe naendelea kufanya nini? Kupambana huko na nili na kazi zingine. Kwa sababu kiukweli pia sana huwezi kuifanya tu una hela. Yaani umekaaga tu ingizi wewe umekaa tu unafanya sana. Anaga sana ya hivyo. Unanielewa? Ndio maana hata wao wenyewe wanafanya sanaa wamekaa sehemu moja lakini wanaingiza YouTube, wanapata hela na ndio maana wanaweza kusurvive. Yeye hapo akae tu producer kama producer akae tu bila kulipwa sehemu afu aone kama atakaa. Hata sisi tuna moyo, kwa hiyo wanatakiwa wa appreciate hata watu ambao wanajitoa wanakuja makampeni wanakaa, it's not easy. Kwa hiyo wasanii tu, yani wa producer tu walipo wasanii na waheshimu. Waheshimu hata muda wa mtu, basi kacha vitu vyake kaja kufanya jambo lako. Heshimu hata hicho. Time, muda ndio kila kitu jamani. Hata usiposhindwa kuheshimu muda wa mtu unataka kuja kuheshimu nini? Ndio maproducer mwisho wa siku, producer kulipa anataka kila siku endelea kufanyisha kazi bure, unakuja kuondoka, producer kuja kufanya interview, unamsikia anaongea, kapata sponsor huyo. Ndio maana kaondoka. Bro, sponsor where? From where? Wewe ulinipa sponsor toka lini? Kaniambia toka labda umekuja hapo umeonekana sana wewe watu wanakutaka. Ushaniletea hata namba siku moja sponsor kanitaka? Hakuna. Vipi? Muda mwingine ndio nakuta producer kwamba, "Eti, mtoe 200,000 hapo nampa." Anakuja